Bandari kwa maelezo mazuri kuhusu hapa Terminal 1 ambayo inaendeshwa na DP World. Kama alivyosema mtendaji, mimi nilikuwepo, yeye alikuwepo wakati kitengo hichi cha makontena kinaendeshwa na bandari. Ilikuwa utendaji wake ulikuwa uko chini sana, lakini baada ya kuweka mwekezaji huyu sasa kumetokea mabadiliko makubwa, na kwa kiasi kubwa utendaji wa DP World umechangia sana kuimarika kwa ushushaji na upakiaji wa makontena katika bandari ya Dar es Salaam. Kama alivyosema mtendaji hapa kwamba mwezi Disemba mwaka 2024 kontena zilizohudumiwa kwenye kitengo hizi ilikuwa 18,000. Mwezi Disemba mwaka jana tumehudumia kontena 36 ndani ya mwezi mmoja, ni mara mbili. Tunategemea kasi hiyo itaongezeka na tutaenda tena mara mbili. Sasa changamoto kubwa iliyoko hapa ni kutoa kontena kutoka eneo hili kupeleka maeneo mengine. Ndio tukaja ule mpango wetu wa EPZ kwamba makontena yatoke hapa yapelekwe EPZ kama port extension, wadau wetu, wateja wetu waende wakachukulie makontena kule. Kutokana na changamoto iliyopo, DP World wako hapa, lakini wametoa waiver, msamaha kwa wenye makontena hapa. Ndani ya wiki moja makontena yote yaweze kutolewa na yaweze kutolewa bure kuanzia tarehe 5 mpaka tarehe 9. Watasema wenyewe, naamini wametoa hicho kipindi free ili wa kontena atoke bure. Tuhakikishe kwamba sasa meli zinaingia kwa haraka na zinatoka kwa haraka. Uwekezaji huu umeleta faida kubwa sana, faida kubwa kwanza kwa TPA wenyewe. Kwa muda mrefu TPA ilikuwa kwa mwaka inakusanya takriban bilioni 700 mpaka 800, lakini sasa hivi tumekwenda mpaka tumefikia trilioni 2 toka uwekezaji huu ulipokuja, trilioni 2.03 tokea uwekezaji wa terminal namba 1 namba 2 zilipoanza kufanya kazi. Haya ni maendeleo makubwa. Vile vile ushuru wa forodha kupitia TRA umeongezeka sana kwa msaada wa uwekezaji huu. Kwa vile uwekezaji huu sisi ni muhimu, na tutaendelea kuwekeza au kuweka mazingira mazuri kwa mwekezaji mwingine yoyote ili aweze kufanya kazi kwenye bandari na maeneo mengine, kuhakikisha kwamba tunachangia kwa kiasi kubwa uchumi wa nchi yetu. Bandari ni lango kubwa la uchumi. Kwa vile tukijipanga vizuri, tunaamini asilimia kubwa sana ya mapato ya TRA yatatoka hapa bandarini. Kwa vile sisi tulipo dhamana, tutaendelea kuweka mazingira mazuri, tutaendelea kujenga miundombinu iwezeshi kuhakikisha kwamba bandari inafunguka na tunafaidika na uwekezaji huu pamoja na uchumi kwa ujumla. Nashukuru sana kwa kutenga muda wako kuja kututembelea kwenye terminal yetu ya DP World. Tunafahamu na shughuli nyingi, lakini ningependa tu kusema kwamba sisi kama DP World tulianza kutizama tukaona kwamba kuna ongezeko kubwa la mzigo unaokuja bandari ya Dar es Salaam, hususan kwenye Terminal 1, na kwa hivyo tukafanya jitihada mbalimbali za kuweza kunasua hilo jambo na kuweza kuhimili huo mzigo. Mtaona wakati mlipokuwa mnaingia, mtaona tumewekeza pia kwenye geti jipya, gate 4B, na kwa ajili ya kuongeza uwezo wa mzigo kutoka bandarini na vifaa mbalimbali vya kuhudumia mzigo. Lakini vile vile tukaja tukaona kwamba kuna kidogo niseme kasi ndogo ya uondoshaji wa mzigo kutokea kwenye maghala ya ICD. Kwa hiyo tukaona ili kuweza kusaidia wafanyabiashara wa Kitanzania wasipate hasara kupita kiasi, basi tukaona kwamba ni vizuri tukatoa waiver ambayo ni msamaha wa tozo ya uhifadhi kwa mzigo wote ambao ulishuka melini kuanzia tarehe 1 Januari mpaka tarehe 5 mwezi wa pili. Na kwa hivyo tukatoa siku 5 kutokea tarehe 6 mpaka tarehe 10 kwa ajili ya ma-ICD kuondosha huo mzigo kutoka bandarini pamoja na wateja kuondosha huo mzigo kutokea bandarini. Kwa hiyo wateja wanaoweza kuchukua mzigo kutoka bandarini wanakaribishwa, na wale ambao wanaweza kuchukua mzigo kutoka kwenye ma-ICD basi waongeze kasi ya kuchukua ili tuweze kutumia vizuri msamaha huu
na vile vile tuweze kuongeza mzigo ambao unaingia sokoni kwa ajili ya kuchagiza biashara. Mzigo wanapoagiza waharakishe kasi ya ugomboaji. Si vyema kuacha mzigo ukakaa bandarini kwa sababu ni uchumi wa nchi nzima unakuwa unachelewa. Kama alivyosema mheshimiwa, sisi tunaangalia ukuaji mkubwa sana wa mzigo unaokuja bandari hii. Kwa mfano mwezi Januari mwaka huu 2026 tunahudumia 94% ya mzigo ambao tulihudumia Januari 2025 na Disemba 2024 kwa Disemba 2025. Lakini Januari hii tumeona kwamba tumehudumia 68% zaidi ya mzigo tuliohudumia mwaka jana. Kwa hiyo ongezeko hilo ni kubwa, na tunaomba wananchi na jamii kwa ujumla istahimili, kwa sababu ndio maana mnaona makontena yapo kila mahala, kwa sababu nafasi ya kuweka ni biashara ambayo imekuwa, na kwa hivyo inabidi tujaribu kadri iwezekanavyo kuihimili na kuweza kupata faida kutokana nayo. Zinaitwa SSG, ziko 5.